testing vent vent testing vent shabasha wana maedheri pictures za wana kuletia kurutikando kabisa kishirikiana na DJ Star Original wana kuletia ikiwa hapa bishi kwenye ritizama introduction mwanzo wa picha letu dugu brother wapenzi watazamaji elinalo ni picha lake Mahesh Babu Pictures Mahesh Babu Pictures wana kuletia title ya sinema hili mara hiyo ndio title ya hili ya sinema. Pastor Mahesh Babu ni jamaa ambaye alistari kwenye hili ya sinema introduction mwanzo taratibu tena zaidi utakuja kukapata kamanzi kwa jina la Shuruti Hassan kwenye hili ya sinema. Jaya Kapadhi Babu hawa wote ni kati ya binadamu utaweza kuja kuwapata kwenye hili ya sinema. Mukesh Rishi introduction mwanzo taratibu tena pose kabisa tuweze kuja kupata kudunda kwenye chanzo, yani kwenye mwanzo wa hili ya sinema. Hii nayo ni movie ambayo nakufahamisha baradhi utakuja kupenda mdogo taratibu design kama hiyo taratibu tena zaidi tunapata kuja kudunda kwenye kizanga chetu sehemu ya kwanza na ya pili action ambayo nakufahamisha baradhi utakuja kupenda. Rahul Ravidren wote ni kati binadamu ambao tuweza kuja kuwapata kwenye hili ya sinema. Sukanya mama ambaye tuweza kuja kumpata kwenye hili ya sinema bado introduction. Ali pia utaweza kuja kumpata kwenye hili ya sinema introduction. Edition director akawa ni Koroka Takrasiva kwenye mwanzo na mwisho wa introduction. Anyway, hapo bishi mtazamaji tukimalizana na introduction na kupeleka moja kwa moja kwa wote ambao hawajaweza kuja kubebwa na ndege na waingisha ndani ya ndege na zaidi na wapeleka ndani ya chopa shasha. Jisikie sasa mtazamaji ukiwa ndani ya ndege tuweze kuja kulipata jitu kwa jina lake original Jaya Kapadhi Babu jina la sinema, Ravi Kantrida jina lake la sinema. Na mtazamaji kana kwamba kuna watu ambao wanakuwa na pesa. Wewe wakati ambapo unaita mashida kwa sababu ya kukosa pesa, jamaa kwa jina la Jagapadhi Babu anakugani mtu ambaye anakuwa na pesa mingi tena ajabu shasha. Ni mtu ambaye kwake pesa yoweza kuja kuchukua zile pesa zikiwa zote aweze kuja kupata kufanya nini? Aweze kuja kupata ni kuwasha moto kutumia pesa zake. Okay ya. Lakini kidogo vimodhali aliweza kuja kufahamisha unajua ni asaje. Leo ni muda na wakati ambapo tunafaa kwenda kumuomba Mungu kwa jina la God Krishna. Lakini mudhi kwa pesa mingi ambazo alizonazo akawaambia ni ulimo. Huo ni upuzi. Na huo ni upuzi na tena upuzi mkubwa tena zaidi jambo ambalo linanifahamisha kwamba na tunafaa kwenda kumuomba God Krishna. Abana. Huo ni ujinga ambao sitaweza kuja kufanya na kwa hiyo sababu mimi nitaenda kufanya burungo zangu za kawaida na kufanya mambo tofauti. Okay. Licho kwamba na kuitibodhea na pesa design kama hiyo na modhea na kuga mkatiri design kama hiyo anakuga na kijana yake ambaye anakuga mzuri tena zaidi Okay. Waliweza kuja kupata kwa abudu design kama hiyo na hatimaye ili kama kawaida wangeishi kuabudu pale. Na kisha hatimaye tuweze kuja kuchomoka ardhi hizo tukuingilia moja kwa moja mtazamaji hadi nyumbani kwa kijana wetu Mahesh Babu. Kumbe sasa wakati ambapo yachomoka mahali ambapo alikuwa kuabudu aliweza kuja kumpata babake ndio huyo Jagapadhi Babu shasha. Na huyo babake ndiye Jagapadhi Babu akaweza kuja kumuuliza Vavari itakuwaje? Itawezekanaje ukaweza kuja kuchomoka hapa? Na mara moja ukaweza kuja kuelekea mahali ambapo mimi kama babako sikuwa nataka uweze kuja kupata kuelekea. Lakini jamaa wetu Mahesh Babu akamwambia Vavari unajua ni asaje? Sababu kuweza kuja kupata kukuingilia ardhi hizo ni kwa sababu leo hili kuga ni siku yake ya birthday ya Mungu wetu kwa jina la God Krishna. Unaona? Ila mtazamaji kuna kuga na vitu tofauti. Mwanzo wao anajua siku ya birthday ya Mungu wao God Krishna lakini haisuru. Haya. Lakini kijana kaweza kuja kuonyesha unajua ni asaje. Unafaa kuwa ukifikiria kitu kimoja tu. Venye ambavyo utaweza kuja kupata kuchukua biashara za babako.
Manake kijana wetu Harsha, iliwa Harsha ni jina lake la sinema. Mahesh Babu. Mahesh Babu kaweza kuja kulizwa nini mbaya na wewe? Kila wakati waga na kuomba wewe kijanangu, at least uweze kuja kupata kujiunga na kuchukua kazi ambazo ni zangu. Lakini kila wakati nikikuomba kitu kama hicho, napatia kuomba na kutuwaga unakataa na kukataa abada nikatina. Lakini kijana aliweza kuja kumfahamisha babake na Johnny Yasaje. Daddy, wewe hata wewe nijua kwamba na kweti vitu ambazo ulizonazo haukuweza kuja kupata kuziridhi kutoka kwa babako. Hapana. Bali wewe ndio mtu ambaye ukaweza kuja kupata kujifanyia kazi. Na mara moja baada ya kuweza kuja kupata kujifanyia kazi, ukaweza kuja kuchomoka ukiwa na brungo hizi zote. Haya. Sasa ngwale siku ambayo ukaweza kuja kufuatia. Kijana wetu Mahesh Babu na babake walichukua na design kama hii hisha. At least waweze kuja kupata kubonga na kufahamishwa kwamba na kuti anafaa kuchukua biashara zote za babake. Imagine, eti sasa huyu ni mtu kuchomoka pado wa dedero na kisha anaambiwa ati asichukue mali za babake. Hiyo sasa mtazamaji, hapo kuna mtu ambaye atakufa. Lakini kijana aliweza kuja kufahamishaje babake? Daddy staki. Na mudhika weza kuja kumwomba kijana yake akamfahamisha, tafadhali. Mimi ni mtu ambaye nagharimu multi billions of money. Pesa mingi tena ajabu. Na kwa hiyo sababu nataka uweze kuja kupata kuchukua mali zangu zote ziweze kuja kuchomoka zikiwa ni zako. Na at least uweze kuja kupata kujifunza kazi ambazo ni zangu. Lakini kijana anamfahamisha babake mimi sitaki kuweza kuja kupata kuchukua kazi ambazo ni zako. Kitu tu ambacho nakitaka babangu, nataka niweze kuja kupata kujifanyia kazi mimi mwenyewe. Niweze kuja kujifanyia kazi mimi mwenyewe na niweze kuja kuchomoka nikiwa mtu ambaye yuko na pesa mingi tena ajabu. Nikiwa mtu ambaye yuko na pesa mingi ajabu kama vijana ambavyo wewe babangu this time round ulivyo vile na pesa hapa. Olele yaye. Coming straight to the point. Haya, mwadhani weza kuja kufahamisha unajua Yasaje. Sitaki tuweze kuja kuargue tukiwa mimi na wewe. Nataka tuweze kuja kwenda direct to the point. Nataka kukupa kazi. Lakini kijana tuliweza kuja kukataa na kadai never. Mimi babangu sitaweza kuja kuchukua kazi ambazo ni zako. Nataka mimi mwenyewe niweze kuja kupata kujifanyia kazi. Sikiza, na kadai ya kwamba na kwa eti kazi nambo kijana wetu Mahesh Babu yataka kuja kuifanya, anataka kuja kufanya kazi ya kilimo. Kaevi na goma. Atiweza kuja kufanya kazi ya kilimo, akadai ndio nataka kufanya kazi ya kilimo ili at least niweze kuja kuchomoka nikiwa mtu ambaye yuko na pesa kama wewe. Haya, sasa akaulizwa kwa kazi ya kilimo ambayo unatakaje? Jamaa akasema kwamba na kwa eti nataka pia mimi nikiwa mtu mzima kama wewe daddy nikuwe mtu ambaye yuko na heshima za kwake. Na kwa hiyo sababu nataka niweze kuja kuletewa roli moja tu ya mchanga ambao kilipenda nifuata ila. Mchanga ambao nikiweza kuja kufanya kilimo changu, utaweza kuja kuchomoka ukiwa mchanga ambao ni wa hali ya juu shasha. Sasa Jagapadhi Babu ndiye ambaye haamini. Imagine akona mapesa mingi tena ajabu. Akona pesa hadi anaweza changia Mungu na sasa jamaa anakataza ile pesa. Okay ya. Hatimaye aliweza kuja kuduna kucheza golf design kama hiyo, lakini hatimaye aliweza kuja kulizwaje Jagapadhi Babu. Yaonekana kwamba na kutirio huko na mawazo, kuoneka kaweza kuja kupata kumana vipi. Akadai ni kijanangu. Akaabua si kijana yako anaonekana kwamba na kijana yako ni mjasiri, na zaidi kijana yako ni kijana ambaye ni mjanja. Akadai ndio. Ni kweli kijana wangu ambaye ni mjanja, lakini mweza kuja kukataa abada nikatena na amekataa kuweza kuja kuchukua biashara ambazo ni zangu. Amekataa abada nikatena. Akaambiwa manaki kijana wako mweza kuja kukataa kuchukua biashara ambazo ni zako. Huenda kwa sasa hivi tukiweza kuja kumtafutia bibi. Sikiza mtazamaji, tukiweza kuja kumtafutia Jagapadhi Babu ama kilipenda tukimtafutia Mahesh Babu bibi, huenda sasa bibi ataweza kuja kumtuliza na ataweza kuja kukubali venye ambavyo wewe kama babake unataka. Lakini sasa mwenzie akaweza kuja kufahamishaje anko Wavarai kana kwamba mimi ni babake kijana na bado sijamjua. Bibi ndiye ambaye ataweza kuja kumjua. Akaambiwa okay, tutaweza kuja kupata kumtafutia Mahesh Babu bibi. Maana huenda kwa sasa hivi Mahesh Babu ataweza kuja kupata akiwa na mke ambaye huenda ataweza kuja kumtuliza pale. Okay ya. Haya, sasa kidogo vijamaa aliweza kuja kuulizwaje, uko na kile kitu ambacho ni kirembo, lakini sasa umekosa kitu kimoja tu. Hauna kampenzi na ambako nakapenda. Haya, kidogo vile mudheli kuingira kafahamishaje Mahesh Babu. We, kijanangu, kuna kazi ndipo mweza kuja kutekelezea pale kwa kazi yangu, na kwa sababu nataka tuweze leo hii kupata kuweza kuja kudunda tukiwa mimi na wewe. Naelewa kitu ambacho mudheli ataka kuja kukifanya. Kuna kamanzi kwa jina la Kagore na ambaye mudheli mweza kuja kukatafuta shasha. Sikiza, kuna kamanzi kwa jina la Kagore na ambaye mudheli mweza kuja kumtafuta. Na sasa nataka Kagore na kijana wetu Mahesh Babu waweze kuja kupendana na kuwa mke na nini? Mke na bwana shasha. Haya.
Mara moja kijana aliweza kuja kuchukuliwa akapelekwa pale kazini shasha. Ndio huyu kijana wetu Mahesh Babu. Mahesh Babu ameweza kuja kupata kududa kwa ile kazi. At least ameweza kuja kuona ni kazi ipi na babake yotaka kuweza kuja kupata kumpa hapa. Kijana wetu Mahesh Babu wachiki mdogo mdogo taratibu tena zaidi ya waliweza kuja kupata kutumia escalators na wanonuana wakaweza kuja kupata kududa pale kazini. Na kumbe pale kazini ndiko mahali ambapo kuna jamaa kwa jina lake original Vinela Kishore Apino, jina lake la sinema. Na kumbe Vinela Kishore anakuwa rafiki wake kitu cha kwanza jamaa wetu Mahesh Babu. Akamwambia okay, Vavarai, siwe ni mtoto wa mtu ambaye ako na pesa. Nataka uniguze hivyo nijitetee kwa haka kamanzi. We, mzee video unachekije na guzo hadi na mudozi. Jamaa wetu Vinela Kishore akabaki kujitetea design kama hiyo sha. Haya. Ndipo sasa naye jamaa wetu Mahesh Babu kiwa pale kwa ofisi kimongoja babake design kama hiyo, aliweza kuja kusikia hapa kuna mzee kwa jina lake Shashi. Na kumbe yule mwenye kwa jina la Shashi yako nako kabinti nambako kafa kuweza kuja kupata kuolewa mtazamaji. Na upande wa India elewa, wanaume sio namba huwa wanatoa mahari, mbali wanawake ndio namba huwa wanatoa mahari. Kilichokopa na kutibibia binti yake utakafaa kuweza kuja kuolewa. Amini usiamini, hana pesa za kuweza kuja kuchoma mahari. Na hayo mambo yote maskini Mungu kijana wetu Mahesh Babu akaweza kuja kupata kuyasikia hapa. Okay ya. Haya. Sasa mara moja mtazamaji aliweza kuja kuchukuliwa, akapelekwa pale kwa ofisi waweza kuja kubonga nini? Maneno ya kiofisi pale mtazamaji. Lakini sasa mtazamaji, wakati ambapo nabonga mambo ya ofisi, cheki kijana wetu Mahesh Babu badala ya kuweza kuja kufikiria mambo kuhusiana na ofisi, alianza kucheza Candy Crush. We, Vavarai ni kuboeka na boko na boeka kama ni kitu gani? Chiki jamaa anacheza Candy Crush. Na chiki kwamba na mkutano kaweza kuja kuanza hapa. Sasa mudheka dija kwamba na kutuenda Mahesh Babu akaweza kuja kuboeka. Na kwa hiyo sababu sasa Mahesh Babu wanafaa kuweza kuja kuchukuana na nani? Na kale kamaze kwa jina la Midhe. Na kisha mara moja waweza kuja kuchomoka upande wa nje, at least mahali ambapo huenda utabonga bonga wajuane, na kisha hatimaye waambie wazazi wao wakaweza kuja kupata kupendana shasha. Haya, sasa kamaze mara moja alifahamishwa waweza kuja kumchukua Harsha, naomba tuweze kuja kupata kutamburuka shasha. Sasa mtazamaji, ulichomoka design kama hiyo, jamaa wetu Mahesh Babu na kale kamaze kukipenda kwa jina la Kagole. Ni aje. Lakini sasa manzi niweza kuja kumulizaje mwenzetu, una habari kwa nini wazazi wetu wakatuomba tukuingie kwa ule mkutano licha kwamba na kutisisi si watu ambao huwa tunafanya kazi kwa ile kampani? Business families se both of us are highly educated. Yeah, kwa nini wakaweza kuja kutuomba tuweze kuja kupata kudunda? एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं. Nataka tu kuweza kuja kupata kujua kitu kama hicho. Nataka tu kuweza kuja kupata kujua. Mwanzo mimi nikuaga na shughuli zangu za kufanya, lakini kaweza kuja kuomba niweze kuja kudunda hapa kazini. Lakini jamaa alimfahamisha, sikiza, wacha kujifanyia kwamba nikuti ya ujui. Tuambiane ukweli, tusidanganyane. You are not my perfect match. Gaye, maze mimi nini nabacho mimi sina. Akaambiwa, sikiza, alright, tuseme tu ukweli. Mimi sikutaki, wewe unitaki. Wazazi wetu tu ndio ambao wanajaribu kuweza kuja kujipendekeza kwetu. Ndio maana yake tuweze kuja kupendana na kuoana. Lakini ukweli wa maneno, Vavarai nimemaliza kukunywa kahawa na nimeenda. Gaye, maze unaweza fanyaje design kama hiyo na mimi kama zina bako ni kalembo. Jamaa alichomoka na kaenda kabisa shasha. Na kisha mara moja akaweza kuja kudunda kwa yule mzee, atambulika naye kama vile kipenda Shasi. Na wasikia kwamba na kutindazmaji Shasi ako na kabinti hapa. Unaona? Yule mzee kwa jina la Sashi ako na kabinti, na kabinti na bako kataweza kuja kupata kufanya nini? Ni kuolewa hapa. Licha kwamba na kutika binti kataweza kuja kupata kuolewa, mzee hana pesa za kuweza kuja kulipa mahari. Licha kwamba na kuti wengine ambao wataka kuweza kuja kumuoa manzi, waliweza kuja kupata kuduna ni ardhi hizi. यही बात करना चाह रहा था. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन yeah. Lakini punde si punde, wakati ambapo alikuwa bonga design kama hiyo, aliweza kuja kupata kuduna kijana wetu Mahesh Babu aliweza kuja kupata kudunda ardhi hizi. At least waweza kuja kupata kubonga hapa. Mzee kaweza kuja kumuliza itakuwaje? Itawezekanaje kuweza kuja kupata kudunda hapa Kongo manyumbani? Lakini Mahesh Babu alidunda akawafahamisha, sikizeni. Wakati nambapo nilikuwa pale kwa ofisi, nikaweza kuja kusikia story ya wakati nambapo ulikuwa unabonga kuhusu binti yako ambaye itaweza kuja kupata kuolewa. माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं. He is like family. उनके घर की शादी मतलब हमारे घर. Na baada kuweza kuja kupata ile ripoti, nikagundua kwamba na
wakati wewe umeweza kuja kufanya babangu kazi kwa muda zaidi wa miaka 20, hauna pesa za kuweza kuja kumfanya binti yako aweze kuja kupata kuolewa, na kwa sababu nimekuja kufariji ukipenda hii familia na kuweza kuja kuwapa pesa ambazo zitaweza kuja kumsababishia manzi at least aweze kuja kupata kuolewa. Monzo, tenda wema, nenda zako. Mudhende na baya hakuweza kuja kuamini, alimfuata biombio kijana wetu Mahesh Babu, akamwambia sikiza, manzi kuwa binti yangu kupata kuweza kuja kuolewa nahitaji kupata zaidi ya milioni 2 hapa, lakini niliweza kuja kufahamisha mudhe unajua ni yasaje. Siku ambayo nitaweza kuja kupata kufuatia milioni 2 ambazo wazitaka pale mudhe, nitaweza kuja kupata kukupa nikishikije nako yofa kuweza kuja kuendelea pale ukipenda kazini mahali na mpuyo fanya kazi, na kisha hatimaye binti yaweze kuja kupata kuolewa shasha. Oye. Sasa maskini wa Mungu Mahesh Babu alirudi kwao nyumbani, asiwe na habari ya kwamba na koti stories zikafika. We mazee, baada ya kupatana na Kagole ulienda wapi? Manze nikoga na shughuli za kufanya. Akafahamishwa mazee, unajua ni yasaje, ulienda wapi? Baada ya ule mkutano na kuweza kuja kupatanisha na Kagole, uliweza kuja kupata kuchomoka na kuelekea wapi? Lakini kidogo hivi Junge alisimama akawaambia, mnajua ni yasaje, msiulize mahali ambapo aliweza kuja kuelekea. Jina lake kamili ni Devi Prasada. Devi Prasada aliweza kuja kuamuka akawaambia mazee, mnajua ni yasaje, aliweza kuja kuelekea kwake yule mzee kwa jina la Shasi. Baada ya kuweza kuja kudunda kwake Sashi, akadai kwamba nukuti atampa milioni 2. Just imagine, milioni 2 aweze kuja kupatiana hapa, ataweza kuja kuchomoa wapi? Na jamaa hataki kazi. Lakini jamaa aliofahamisha, sikizeni, huyo mzee akaweza kuja kufanya babangu kazi kwa muda zaidi wa miaka 20, na kwa sababu ndio maana kile kaweza kuja kuonelea kwamba na kweti pia yule mzee yofaa kuweza kuja kuzidiwa na kusababisha kwamba na kutibi binti yake pale akaweza kuja kupata kuolewa. Huyo mzee ni kama familia yetu, na nitaweza kuja kufanya kadri uwezo wangu, na bila shaka nitaweza kuja kuhakikisha kwamba na kutibi binti ataweza kuja kupata kuolewa nilishte mraunda. Oye, uchikia kwamba na kuti mtazamaji, licha kwamba na kuti kijana wetu ni kijanake huyo mzee kwa jina la Jagapathy Babu ni kijana ambaye kuna utu mtazamaji, na tena utu namboni wa hali ya joshasha barabara. Sasa mzee aliwafahamisha msifikirie kuhusu milioni 2. Ni kweli milioni 2 inaweza patiana, lakini sasa kijana wangu ndiye ambaye inafaa kuweza kuja kumsoma na nijue vitu ambazo anapenda, vitu ambazo hazipendi, na mambo tofauti. Okay haya, sasa kidogo vimali aliweza kuja kududa mahali ambapo kijana aliyopo, akamwambia, unajua ni yasaje, ni kweli wewe ni mtu ambaye unapenda kusaidia watu, lakini sasa nataka unifahamishe kitu kimoja tu. Uko na mtu. Na kisha kufahamisha itabidi uweze kwenda kudoza, maana yake utaamka asubuhi na mapema hapa. Lakini mama nataka kujua, je, kijana yake ako na mtu ama hanaga mtu? Haya, ngore siku ambayo iliweza kuja kufuatia, waliweza kuja kuchukua na design kama hiyo mtazamaji, at least waweze kuja kupata kudunda nini? Ni pale kwa tempo. Barabara, asubuhi na mapema shisha. Kumbi jamaa wetu Mahesh Babu kwenda kuchomoka, aliweza kuja kuona kamanzi nambako ni karembo mbele ya warembo, kando ya warembo shisha. Cheki jamaa alikuwa galekea pale kwa tempo, akapiga about 5. Goja terekea nyone wega. Cheki jamaa alirejea tena, hajawahi ona urembo kama huo. Kamanzi kwa jina lake original Shurti Hasana. Kamanzi kwa jina lake original Shurti Hasana, jina la sinema Charushasha. Jamaa kapiga bautani tena, goja dinaona wega. Sasa kidogo viliulizwa, baba ni kio radhi uko kaa. Mazee kwa nini unazunguka hapa wewe mahali popo? Goja guy. Cheki. Jamaa kwanza na cheki venye performance. Tumezunguka hapa raundi 3, jamaa akasema nikoga nimepoteza njia, lakini mara moja nimekumbuka. Lakini mtazamaji, kana kwamba kuna kitu ambacho mwenzetu alikiona. Aliona kamanzi nambako ni karembo hapa. Lakini mtazamaji, tuweze kuja kuchomoka ardhi hizo, tukuingire kwa kijiji kitambulika nacho kama vile Dhurumadu. Na kumbe bado Dhurumadu mtazamaji ni mahali ambapo tunakuja kulipata jitu kwa jina la Sampathi Raja. Sampathi Raja, na kumbe Sampathi Raja ni gaidi nambani hatari kubwa tena zaidi ya. Ukisikia kwamba nakuti ni gaidi nambani hatari kubwa tena zaidi ya, amekuwa akiangamiza watu mtazamaji, sio watoto, sio akina baba, sio akina mama ambao ni innocent, bali watu wote ambao wanaishi ardhi hizi, zaidi watu ni wanyonge. Kisha na maana yuataka kuweza kuja kupata kununua yale mashamba na kufanya yale mashamba yote kuchomoka ardhi hizi yaweze kuja kuchomoka kiwa yake yule mjinga kwa jina la Sampathi Raja. Haya, sasa wale wana kijiji mara moja waliweza kuja kuchukua wale watoto na kisha wakapeleka pale hospitalini sasa. Lakini punde si punde
si punde mtazamaji, Sampath Raja aliweza kuja kupata kudunda shasha. Akaambia wale wanakijiji, mnajua ni asaje, watoto wakaweza kuja kulipuliwa ndani ya mashule yao, na watoto wakaweza kuja kuyaga dunia. Na kwa kila mtoto ambaye ameweza kuja kuyaga dunia, nitaweza kuja kumpa 5,000. Sikiza mtazamaji, kwa kila mtoto ambaye ameweza kuja kuyaga dunia, ataweza kuja kuwapa 5,000 peke yake. Na kisha kwa kila mtoto ambaye ameweza kuja kupata kuumia, atawapa 3,000 pesa taslimu, ikiwa ni compensation money. Manake mlipuko nambao kaweza kuja kufanyika, umeweza kuja kuchomoka kwa kampani zake huyu mjinga kwa jina la Sampath Raja. Lakini kuna jamaa kama huyu nambali weza kukuingilia mbio kamfahamisha, sikiza, ni kweli unatupa 5,000, ni kweli utaweza kuja kutupa 3,000, lakini watoto nambao ni wanyonge wakapata kuweza kuja kuyaga dunia. Lakini punde sipunde alikuingilia na Rayana. Na Rayana akamfahamishaje Sampath Raja, Wavarai, hatuna ubaya na wewe, na hata si kukukorofisha, na ambacho tutakorofisha, tafadhali nenda. Ni vizuri venye ambavyo umeua watoto wetu, thietu nitokomathika, tutazika watoto wetu, wewe nenda. Oye, ile mtazamaji, huyu ni gaidi ambaye anaogopa vibaya tena zaidi ya, ni gaidi ambaye anaogopa vibaya tena zaidi ya, ni ara zenye hizia kama takofi. Sikiza Varai, hatuna ubaya na wewe. Ni imagine video venye ambavyo anafanya kampani zake huaga zinasababisha mlipuko, na kisha na maana anakosa kusababishiwa jambo lolote. Lakini kinyinyi ni mfahamisho na Johnny Yasaji, ni kweli huenda leo hii tutaweza kuja kufanya jambo lolote, lakini one day one time in one or the other one, kuna mtu ambaye ataweza kuja kupata kududa ardhi hizi, na ataweza kuja kupata kutokolea sisi wenyewe. Asante sana. Na gaidi akaweza kuja kufahamisha Johnny Yasaji, yeyote ambaye ataweza kuja kubonga dhidi yangu hapa ataweza kuja kusababishiwa na kufanywa kama vijana ambavyo Kanyenye akaweza kuja kufanywa hapa. Na zaidi na hayo, gaidi akaweza kuja kugundua kwamba na kuiteka Kanyenye alikuwa kama na reporter hapa. Kimaneno jamaa aliweza kuja kukerona na kisha kafahamisha Johnny Yasaji, Vavarai, ukiweza kuja kudunda kwa hichi kijiji upande wa dedero ya huku, ukiduda dedero ya huku, unafaa kujua kwamba na kuti mimi ndiye gaidi ambaye naogopa vibaya tena zaidi. Na yeyote ambaye anajaribu kuweza kuja kubonga dhidi yangu, yeyote ambaye anajaribu kubonga dhidi yangu, mara moja huaga na muangamiza na kumtupa mahali na ambapo madogi waliopo. Na kisha kafahamisha, sikiza, yeyote ambaye ataweza kuja kujaribu kubonga kinyume changu, sio kumuangamiza tu, ambako nitamuangamiza. Lakini gaidi nafahamisha, sikiza, ni kweli kunitisha na nitisha, ni kweli nasema mambo mengi ambayo ataweza kuja kunifanya niogope, lakini nakuahidi kwamba na kweti one day one time in one or the other one, kuna mtu ambaye ataweza kuja kupata kudunda hapa, na bila shaka utaweza kuja kusikia uzito wakati ambapo huenda mtu ambaye atakuwa ni mwokozi ataweza kuja kupata kudunda na kukuingilia ara zenye hizi, na kuisababu wote kati wale wanaripota wakapata kuja kuangamizwa kwa chile kijijia. Kisa na maana wakabonga dhidi kinyume cha yule gaidi kwa jina la Sampath Raja. Oye, ilikuwa ni kiliona tena kilio kikubwa mtazamaji, hadi wana kijiji kadha wakadha kuchomoka kwa chile kijiji, wakadai habana, hatuwezi tukatulia kwa kijiji tena, itabidi tuweze kuja kupata kuhepa na kuchomoka ardhi hizi. Hadi muda na wakati ambapo hali mzuri itaweza kuja kukuingia na kutulia ardhi hizi, hatutaweza kuja kutulia kwa kijiji. Ndiye huyu wa Mokambi. Wa Mokambi akasema, mnajua ni Yasaji, ni enoginya igethie. Mimi na familia yangu yote tutaweza kuja kuchomoka ardhi hizi, tuende tutafute mahali ambapo ni salama. Maana kila siku wakati ambapo inapita, watoto wetu wanadedeshwa. Na si watoto wetu tu kuweza kuja kupata kudedeshwa, bali pia watu ambao tunawapenda wanapata kuja kudedeshwa kwa hichi kijiji. Sasa mtazamaji, kumbe kwa ile kijiji ambao nakwambia sasa, hii ni dedero ya huko, watu mtazamaji huaga wanaenda na hakuna mtu ambaye huaga anarejea hapa. Unaona? Na kisha kuna Kanyenye ambaye anakuaga na duka pale kwa boda. Kuna ile bale 521 kulikuwa na familia 520 hapa, 21 wenye nabo kabakia ni watu 520. Mwarandi. Na bado watu wanapungua, na bado niko na duka hii, duka yangu nani ambaye itakuwa kinunua. Oye. Haya, tuweze kuja kupata kuchomoka ardhi hizo mtazamaji. Tudunde kwake nani? Vinela Kishore. Na kumbe sasa mtazamaji, Vinela Kishore leo hii atakuwa na birthday. Kidogo hivi watu walianza kuleta birthday present. Mazini nimekuletea hiyo ni present. Na huyu Kishore mtazamaji ako na miaka 35 na hanaga kamanzi, na hata dalili za kukatia mtu hajawahi katia tamanzi. Maskini. Na jamaa wetu naye ako 28 na hanaga mtu. Kumbe punde si punde kaliweza kuja kupata kudunda kale kamanzi kwa jina la Shuruti Hassan Shasha. Na kumbe jamaa
wetu mali na ambapo alikuaga Mahesh Babu alikaona kale kamanzi kwa jina la Shuruti Hasana. Kidogo hivi keki ililetwa. Shuruti Hasana kapatiwa aweze kuja kupelekea nani? Vinela Kishore. Sasa kupatiwa ile keki aweze kuja kupelekea Vinela Kishore. Manzi akaonja. Hiyo keki sio tamu na kwa hiyo sababu akapea watoto. Naelewa sasa mtazamaji, hii keki ndio napo inaongoja upande wa ndani, maana leo ni siku ya birthday. Ni huko kama tu. Na ile jamaa wetu alimuona. Sasa Manzi akapea mabeshte wake wote wasiambiane kwamba na kote kaiba keki. Kidogo hivi Manzi alidunda. Haya Kishore akafahamishaje jamaa wetu, okay, huyo anaitaka Charu, Charu ni beshte yangu na huyo anaitaka Mahesh Babu. Kidogo hivi jamaa aliuliza iko wapi keki? Si akabu niliweza kupatiana keki. Ati wane ana keki. Kawina ngoma. Sasa jamaa aliyekwenda kutafuta keki. Kidogo vinaye jamaa wetu Mahesh Babu akafahamishaje Manzi wetu. Shuruti Hasana, Manzi nilikuona. Kai, Manzi ukaniona akiamuko kimwambia nikatupa keki lake. Manzi tutapigwa vita na sio mimi tu ambaye nitapigwa, hata wewe utapigwa kwa sababu huko mwambia. Okay, tusisemane, si ndio? Haya. Sasa mtazamaji wakamwambia kwamba na kuita hawatasemana na kwa hiyo sababu watakuwa at least mabeshte. Na kisha Manzi akafahamisha Lojeni asaje. Mimi nafanyaga kosi tambulikana kama vile MBA, ati MBA. MBA nao ni gani? Akamwambia hiyo ni kosi ambayo ina deal na modern technology ambazo zohuaga zinakuingilia pale kijijini. He. Manzi anaonekana kwamba ni kosi ambayo ni mzuri. Unasomea wapi? मैंने अपनी सारी पढ़ाई गांव में ही की है. Manzi kafahamisha nasomea mahali wa fulani. Na sababu hata kuweza kuja kusomea ile kosi ni ili mradi niweze kuja kupata kurejea kwa kijiji ambacho ni chetu. Nikipata kuweza kuja kurejea kwa hicho kijiji niweze kusaidia wana kijiji na wanaishi kwa kijiji ambacho ni chetu. Kidogo hivyo akaambiwa kwamba nakuitikia kikadunda. We Manzi nikuulize aje, umefika tu saizi na ushaanza kupata mabeshte. Niguwa korago. Kisha akamwambia unajua ni asaje, Manzi unaka kamanzi na venye ambavyo nimeonako kamanzi. Venye ambavyo nimeonako kamanzi. Manzi kamanzi kako fiti. Sasa cheki naye jamaa anajipiga kiselfie aweze kuja kupost pale kwa Instagram. Eti alikuwa anafanya birthday. Jamaa kabwa ni olimo. Manzi unawezaje kuja kupost pale kwa Instagram na hata unaga nini? Haunaga mpenzi. Haya. Kidogo baada ya kuweza kuja kuchomoka kwa ile party, jamaa wetu alimkumfuata Manzi wetu Shuruti Hasana. Akashuhudia kwamba na kutishuruti Hasana wana kuingilia hapa na ngoja tiraga kuchomoka pande wale muru aweze kuja kuchomoka na zile tiraga gaya. Niongee na Manzi ama niwache. Hello mtazamaji, kuna kitu ambacho kinakuwa ni kigumu kama mwanaume kubonga na Manzi. Haya. Kama aliamua haya akasimama. Aniaje? Manzi poa poa. Ni wewe namba tulikuwa na wewe kwa pati jana. Manzi akafahamishwa ndio. Kisha jamaa akamdanganya unajua ni asaje nilikuwa nimeleta gari langu. Nikaliwacha pale kwa mechanic. Akaambia hapa hakunaga mechanic. Unawezaje sema umwachia mechanic? Okay, acha tu nikwambie ukweli. Si unaenda pale hostel. Manzi akamfahamisha ndio. Naweza kupatia lift. Okay, Manzi akamfahamisha haina shida. Kana kwamba nataka kuja kunipatia lift. Haina wao. Okay, tuende nipatie lift. Sasa jamaa alikuwa amesema amewacha gari pale kwa ukipenda. Mechanic mara moja alimpeleka Manzi akamweka ndani ya ndai. We, na sifavari ukaniambia kwamba nakutika kumwacha gari lako pale kwa mechanic. Mauma maheni. समझ गई. कल हम पार्टी में मिले थे. तुम बहुत खूबसूरत हो. तुमसे बात करने. Haya, sasa Manzi kafahamisha najua kitu ambacho nataka kuniambia. Unataka kuniambia ati uliniona pale kwa party mara yako ya kwanza na licha kwamba nakuti ni mara yako ya kwanza mimi ni Manzi ambaye ni mrembo na waacha hivyo ukaweza kuja kunipenda. Jamaa alifahamisha bana. Mimi sije kuingia kukuambia hivyo, nimekuingia kukufahamisha kwamba nakuti kosi ambayo unaifanya ni kosi ambayo ni tamu na pia mimi nataka hiyo kosi. Wira wa ngoma. Manzi ndiye namba iliweza kuja kushangaa itakuwaje eti mara ya kwanza amepata mwanaume na ambaye hakuweza kuja kumfahamisha nampenda. Okay? Mwejoje hapa ndiko mahali ambapo huaga naishi. Akamwambia sikiza. Siku mbili ambazo zikapita, tukirika pale kwa tempo tulipita hapa nyakati subuhi tukakupata wakati ambapo ulikuwa unapanga maua na ndio wakati ambapo nikajua mahali ambapo huaga unaishi. Okay? Bye. Lakini jamaa tulifahamisha Manzi unajua ni asaje. Oya, you are beautiful. Lakini wewe sio mrembo. Wewe ni mrembo ndani. Wow. Charu? You're beautiful. You are beautiful. Such cat. Inside. Wewe ni mrembo, lakini wewe sio mrembo wa sura. Wewe ni mrembo ndani. Nyang'ao. Manzi wetu Shuruti Hasana ndiye ambaye alishtuka, aliduda kwenye mabeshte wake waliopo. Akawaambia Vavarai mnajua ni asaje? Imagine kwa mara ya kwanza nimepata mwanaume. Wanaume wote wananionaga hivi. Kwanza wanaume kuchomoka upande wa dedero. Wote wananinoki, wote wanaanza kunikatia. Nilichokuwa nakutiwaga wananikatia. Imagine kwa mara ya kwanza nimepata mwanaume ambaye ananifahamisha kwamba nakuti eti mimi sio mrembo venye ambavyo wanataka. Ate?
Manzi akabu wafahamisha ndio. Hakuna amedai kwamba nakuti nitaki eti nataka mambo kuhusiana na shule yetu. Lakini Manzi akafahamisha sikizeni. Unajua hivyo ndio venye wanaume huaga wanaanza. Kitu ya kwanza wanajifanya hakuna mapenzi. Alafu siku ya pili wanaanza kukufuata kama dogina ambayo iko na muruki. Goja. Aya, sasa Manzi kufahamisha ngoja. Siku napata weza kuja kufuatia. Najua jamaa atakuwa kisinzia kwa sababu ya mapenzi. Manzi akauliza wewe nama. Huyo mwanaume anakaa kuwa klasi sana. Akadai never. Najua kwamba na eti ananitaka. Sasa mtazamaji siku ambayo ikafuatia, jamaa wetu Mahesh Babu alikuingia pale shuleni. Manzi akajua basi. Si umeona amekuja hadi shule yetu kusomea huku basi. Lekeone. Ngoja uone. Sasa Manzi anangoja Mahesh Babu amsalimie. Jamaa alipita, akaenda kaka huko nyuma, hakubongesha Manzi wetu Shurti Hassan. Wadhani. Na kisha kapata hapa kuna jamaa kwa jina la Subash. Wakakuwa mabesti na jamaa wetu Harsha. Na kisha kidogo hivi, mwalimu akadunda. Ile ni mwalimu wa lectures. Akawaambia sasa tutaweza kuja kusoma somo la kupanda miti. Kupanda miti. Haya. Akawaambia sasa ni somo la kupanda kuni ama ukipenda miti na kuendea kuni. Haya. Wakaanza kupigiwa lecture. Sasa zile nafikiria kwamba na kuti Mahesh Babu atamtazama inenogo. Nani atakuniangalia tu haniangalia. Sasa Manzi ndiye ambaye ana mapenzi. Jamaa wetu hana mapenzi. Haya. Manzi alianza kuwaza. Alright. Huyu mtu ataniangalia vipi? Atawezaje kuja kuniangalia siku ya kwanza? Kidato kikapita mtazamaji. Cheki jamaa hata akumbuke kwamba na kuti Shurti Hassan anakuwa kwa ile shule. Cheki. Kumbe naye Manzi alizoea. Anaona kwamba na kuti mwanzo jamaa wetu anakuwa na gari. Cheki. Jamaa wetu sina kuwa na gari. Manzi anakuingilia haya. Si unateremka hivyo hii. Haya nipatie lift. Nipatie lift. Haya. Mara moja jamaa wetu akaweza kuja kumpatia Shurti Hassan lift na kumpeleka design kama hiyo shasha. Manzi kifikiria jamaa wetu atambongesha kuhusu mapenzi. Manzi kifikiria jamaa atambongesha kuhusu mapenzi. Alianza kumfahamisha hii. Wavarai. Ushawahi endea kuni. Manzi akamfahamisha kuendea kuni ni tabia mbaya. Hayo ni maneno mabaya sana. Usiyoiambia mtu anaendeaga kuni. Ti maneno mabaya. Unaona? Sasa jamaa badala bongesha Manzi kuhusu mapenzi, akamleta moja kwa moja hadi akafikisha Manzi nyumbani. Manzi ndiye ambaye anakasirika nyangao. Na jamaa kaenda haya. Serious itidhero. Jamaa yuko serious minus jokes. Manzi ndiye ambaye haamini. Yaani jamaa nafikiria ataweza kuja kunipenda. Sasa Manzi anaweza kuja kulizwa je. Jamaa kaweza kuja kufanya nini? Lakini sasa Manzi ndiye hata aweza kuja kumwaga unga. We, hebu sema pale kwa darasa. Manzi jamaa alikuwa ananiangalia tu. Badala ataweza kuja kusoma juu. Manzi alikuwa ananiangalia, ananiangalia urembo ambao nilionao. Manzi anafikiria kunifahamisha ananipenda. Najua tu anaogopa venye ambavyo ataweza kuja kunifahamisha nini? Ananipenda. Traditional and modern concept of siku ya pili pale shuleni. Mwalimu akaweza kuja kupiga lecture tena. Tena maskini Mungu Manzi wetu Shurti Hassan kutazama jamaa wetu Mahesh Babu. Jamaa yuko serious ni kuandika tu. We, kaiye, Manzi niangalie tu. Jamaa ataangalia. Kidato kikapita siku ya pili shasha. Ile Manzi hajaweza kuja kubongeshwa na jamaa wetu Mahesh Babu. Na cheki jamaa aliweza kuja kuchomoka na akaenda kabisa. Kwenda Manzi anawezaje kuja kuchomoka hivyo? Sasa Manzi ni mbio. Elewa kama kawaida apewe lift apelekwe pale manyumbani. Lakini leo hii Manzi kufika apata ya kwamba nakuti jamaa kaenda. Cheki jamaa akifika pale shuleni hana shughuli na Manzi wetu Shurti Hassan. Muadhani. Sasa hadi hatimaye Manzi aliweza kuja kuona ni olimu. Sasa mwanzo jamaa habongi na yeye. Alimuita jamaa wetu Mahesh Babu. Nikuulize aje? Ni madharau ama ni kitu gani? Unajua kwamba nakuti niko kwa hii shule, nilicha kwamba nakuti niko hapa. Hakuna wakati na mbapo huoga unanibongesha. Huoga unanipita kana kwamba mimi ni mti. Pole. Unajua mwalimu ametufunza sana mambo ya kupanda mti na kuendea kuni. Unaona? Hizo ndio vitu ambazo mwalimu anatufunza sana. Haya, kwa ufupi akamwambia tutakuwa tukibonga tena kufika pale darasani. Jamaa yuko busy habongeshi Manzi wetu Shurti Hassan. Sasa Manzi aliona. Manzi ni smailisha chiki jamaa ku smile. Wewe. Sasa unataka cheki sasa Manzi. Manzi niangalie jo. We. Niaje. Manzi niko poa. Ndio gua. Hivyo ndio venye nataka. Sasa Manzi ukipenda anapata sasa story za kwenda kubongesha wale mabishte wake sasa. Unaona? Za kwenda kubongesha wale mabishte wake sasa. Na kisha wakileke pale manyumbani akaambia jamaa unajua ni yasaje nicheze kale kangoma kawili pore eti kama utaenda angalia pa kutua kwenye jani au bustani la maua. Cheki jamaa kupatiwa simu na Manzi akatupa.
kaina goma ngoja sasa leo manzi anajaribu tu venye ambavyo Mahesh Babu atampenda, lakini jamaa wetu amebaki kuwa kichwa ngumu hapa. Unaona? Manzi anachukua jamaa anampeleka mahali kama hapa. Akifikiria jamaa ataweza kuja kumkatia. Jamaa anafikiria tu kuhusu vitabu. Manzi kipigia jamaa wetu Mahesh Babu. Cheki, jamaa akipigia design kama hiyo, badala akatie Manzi anaanza kubongesha Manzi nini? Maneno kuhusu nini? Kuhusu vitabu. Cheki Manzi anasinzia hadi pale darasani kwa sababu jana hawakulala. Ngoja wakienda pale kwa ndaye mazawa na dozi design kama hiyo, mwanzo hawakupata nafasi ya kudozi. Sasa Manzi kuamuka Manzi alikuwa anataka kunipiga busu leo jamaa alikuwa anafungua mshipi afungulie Manzi aweze kuja kupata kutamboroka hapa. Kwa ufupi mtazamaji, jamaa wetu Mahesh Babu akaanza kutulia na Manzi hapa wakiwa na mapenzi ya ubeshti. Elewa sasa hawa ni mabeshti, rafiki kama yule mwingine. Lakini sasa Manzi wetu Shuruti Hasana akona mpenzi ambao ni hali ya juu. Yumpenda maskini wa Mungu Manzi, mkipenda jamaa wetu. Na Manzi ashaweza kuja kujipakwa kijama wetu Mahesh Babu. Unacheki? Anampeleka hadi Mahesh Babu pale kinyozini. At least aweze kuja kupatiwa sheva. Manzi wetu Shuruti Hasana. Okay na wachiki kwa ufupi mtazamaji, kila mahali ambapo Mahesh Babu yachomoka zaidi, kila mahali ambapo Mahesh Babu yachomoka na kuelekea, Shuruti Hasana yomfuata kama kivuli cha kijama wetu design kama heshesha. Manake na kufahamisha kinagobaga na kufahamisha tena na tena mtazamaji, Shuruti Hasana aliweza kuja kupata kumpenda Mahesh Babu. Lakini Mahesh Babu mtazamaji, sio mapenzi ambayo alionayo, mbali kitu tu ambacho nakitaka yule Mahesh Babu yotaka tu ubeshte. Wachiki jamaa kichangia watu kule mitaani, wengine nakitoa kateni babu yeye anatoa la 10. Mahesh Babu manake babake ni mudhena ambako na pesa mwingi tena ajabu shasha. Manzi akawa yumpeleka jamaa wetu mahali tofauti zaidi, mahali ambapo utaweza kuja kumonyesha jamaa wetu Mahesh Babu ya kwamba na kwetu yuwa muhupenda yuwa msinsia ndago sinsia ndwani sinsia ndago ngo yako na kona. Unaona zaidi mahali ambapo mtazamaji kwa sasa hivi ataweza tu kuja kumonyesha Manzi ya kwamba na kwetu yuwa mpenda, ama Manzi kumonyesha Mahesh Babu na huyanza. Okay tuweze kuja kuona vijana ambavyo sasa mambo yataweza kuja kupata kutulia mtazamaji. Mwanzo tena tuweze kuja kuchomoka arazimizo tukuingilia kwake Jagapathy Babu zaidi babake kijana wetu Mahesh Babu. Sasa mtazamaji, Mahesh Babu kuweza kuja kudunda kwa manyumbani, aliweza kuja kupata kila mmoja ameweza kuja kutulia na hali ya taharuko shosha. Kidogo vijana aliweza kuja kuuliza kwa ni shida iko wapi. Akaambiwa kuna shida. Lakini kaweza kuja kuuliza shida iko hapa, yaonekana kwamba na kwetu kuna shida. Maana kila mmoja kaweza kuja kutuliko hali ya taharuki. Akafahamishwa sikiza. Kijanake Van Kata, kuna jamaa kwa jina la Van Kata na ambaye aliweza kuja kupata kutuma kijana cha Arazmizi kumnyaganya babake Mahesh Babu tenda na ambao kaweza kuja kuipata. Na venye ambavyo sasa kijana anafahamishwa ndio venye ambavyo sasa mtazamaji na kuonyesha ya kwamba na kuti kijana yake yule Van Kata jamaa kujina Radha aliweza kuja kupata kudunda Arazmizi kumpata babake kijana wetu Mahesh Babu. Baada ya kuweza kuja kumpata huyo mzee kwa jina la Jagapathy Babu, akaweza kuja kufahamisha mzee unajua ni asaje. Kuna tenda ya serikali na ambao kaweza kuja kuipata. Na kwa ile tenda ya serikali na ambao kaweza kuja kuipata ni tenda na ambao mimi na babangu tukaweza kuja kupata kuitafuta pale kwa muda mrefu tena zaidi ya. Na kwa hiyo sababu kitu kimoja tu ambacho nakitakaweza kuja kukifanya, natakaweza kuja kuachilia ile tenda na ambao kaweza kuja kuipata. Lakini Jagapathy Babu akafahamisha hiyo ni ulimu. Akaambiwa sikiza, kana kwamba hautaweza kuja kupata kuachilia ile tenda, kana kwamba hautaweza kuja kupata kuachilia ile tenda, utaweza kuja kufanya kosa kubwa la maisha yako yote. Maana najua story kuhusiana na watoto wako wote, najua story kuhusiana na familia yako yote. Jagapathy Babu
Na kwa hiyo sababu na kuonya tu. Na kuonya na nionyo tu moja na ya mwisho. Kana kwamba hautaki familia yako yote iweze kuja kupata kuyaga dunia. Nataka uweze kuja kwa chini hiyo tenda. La sivyo kutakuwa ni kudhauku na kutakuwa ni kubaya zaidi ya mbele. Mimi ni mwanabiashara. Mwanabiashara na ambaye nataka sasa kuweza kuja kupata kufanya biashara ambazo ni zangu. ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ. Exactly. Na unajua kwa nini umekipenda? Unajua kwa nini huaga nafanya uhalifu? Kwa sababu na kuaga na babangu na ambaye ni Munonzoro. Iliwa babake ni jitu kwa jina Lavin Karashasha. Jamaa tukafahamisha unajua ni yasaji. Hiyo ndio jambo ambalo imefanya tuweze kuja kutulia tukiwa kwa hali ya taharuku. Mara moja kijana wetu Mahesh Babu aliweza kuja kukuingia pale. Kwa nini? Kwa mtambo wa tarakilishi kuweza kuchunguza story kuziana na Van Kata. Akapata kwamba na kweti Van Kata ni jitu kwa jina lake original Mukesh Rishi, na kumbe Mukesh Rishi huaga anaishi upande wa New Delhi. Na mtazamaji, nataka tuweze kuja kupelekana vizuri. Mwanzo mara moja kijana wetu Mahesh Babu aliweza kuja kuchomoka aras nyizo upande wa Mumbai India, akakuingilia upande wa Delhi India shisha zaidi mahali na ambapo Mukesh Rishi aliyopo. Na sababu kuweza kuja kududa aras nyizi ni kwa sababu yataka kuweza kuja kupata kubonga bonga na jitu kwa jina la Mukesh Rishi. Asante sana. Na kumbe kwenda kuchomoka mtazamaji, kijana wetu Mahesh Babu alipatana na nani? Na bibiye Mukesh Rishi. Kuweza kuja kupata na bibiye Mukesh Rishi, akaweza kuja kufahamisha unajua ni yasaji. Na una ya kwamba na kutuko stranded. Na kwa sababu huenda nitaweza kuja kupata kukusaidia hapa. Asante sana. Na kisha punde sipunde akakuingia mahali na ambapo binti yake Mukesh Rishi aliyopo. Oya, mazeni aje? Poa sana. Maze wewe ndani. Homework कर रही हो? Akamfahamisha sikiza. Unafanya homework? Manze akafahamisha nafanya vitu tofauti. Na kwa ufupi sasa Mahesh Babu akatengeneza ubeshti na bibi yake Mukesh Rishi na mtoto wake huyu Mukesh Rishi shisha. Kumbe kidogo vile Mukesh Rishi aliweza kuja kupiga mashiriano zaidi akibonga bonga na ukipenda brother yake ambaye huaga anaishi kwa kijiji kitambulika nacho kama vile Dederu. Rata. Lakini kidogo hivi akaweza kuja kunyesha kwamba na kuna jamaa ambaye anataka kuweza kuja kubonga bonga na jitu kwa jina la Mukesh Rishi. Elewa jitu lenyewe sio mtu mwingineo mbali ni kijana wetu hapa Mohe ukipenda Mahesh Babu. Dogo akaambia Mukesh Rishi unajua ni yasaje? Mimi haunijui. Sijawahi kuona na hata hujaweza kuja kuniona mimi. Akamuuliza sasa unatakaje? Kijana wetu akaweza kuja kufahamisha unajua ni yasaje? Nimekuja hapa kwa sababu ya contractor. Zaidi contract ambayo alikuwa ameweza kuja kupitia baba yangu na kisha kijana kwa jina Radha akaweza kuja kupata kuchukua ile contractor. Sikiza. Biashara inakuwa ni kompero safi. Sikati ya kwamba na kutuwe ni guide ambaye ni hatari kubwa tena zaidi ya. Na wewe ni mtu ambaye unaogopa vibaya tena zaidi. Kidogo hivi bintiye Mukesh Rishi alidunda. Gaye, mazeko nini kunifahamisha kwamba na kutu kwa anakuja kwetu. Babako ni rafiki ndio maana yake nikadunda hapa. Akaambia mazee wewe kijana ni mzuri. Chochote ambacho atataka usikatae kumsaidia. Mukesh Rishi. Haya. Kaiwe mwega hata ginyo kamenyeka. Haya, jamaa tukafahamisha Mukesh Rishi sikiza. Nimekuja hapo kwa sababu ya babangu na mimi sitaki ugomvi na mtu yoyote. Kidogo hivi pia bibi yake Mukesh Rishi alidunda. Kaye mazeo kijana ni mzuri nisaidia kule barabarani na kwa hiyo sababu bonangu chochote atataka umsaidie na umupe. Ya usikose kumpatia kitu ambacho anakitaka. Right. Jamaa tulizidi kubonga bonga pale na Mukesh Rishi. Akamuuliza nilikuwa nimefika wapi? Akamwambia vivyo sikiza. Sitaki kuingilia mambo kuhusiana na familia yako. Na kwa sababu nakupa advice moja tu. Nataka uende ufahamishe kijana wako awachane na familia yetu. Kama vile ambavyo pia mimi nitaweza kuja kupata kuachana na familia yako Mukesh Rishi. Lakini usipoweza kuja kufanya kitu kama hicho, kwa njia moja ama nyingine nitaweza kuja kupata kurejea aras hizi. Na wakati nitarejea aras hizi, mambo yatakuwa sio mazuri kama vile ambavyo wafikiri yataweza kuja kuchomoka akiwa Mukesh Rishi. Fanya hivi. Ni baat samajh gaya. काम उम्मीद से जल्दी हो गया. उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद. Nataka uende uonye kijana wako. Umwambie kwamba na kweti awachane na biashara na babangu akaweza kuja kuchukua. Na leo hii nimekuonya. Leo hii ni onyo tu ambayo nikakupa. Gaye manze kwani unaenda? Akawafahamisha manze naenda. Akaabua goja ukunywe kachai. Akaambia Mukesh Rishi tazama. Nikakwambia kwamba na kweti bibi yako na bintio wataweza kuja kuniomba niweze kuja kukula chakula cha arzinizi na nimeweza kuja kududa kukuonya.
Sasa lile jambo mtazamaji liliweza kuja kumtua baya mbovu na likaweza kuja kumtisha mjinga kwa jina la Mukesh Rishi. Prosecutor, usko zyada chal vichad. Ndio huyo kijana yake Mukesh Rishi. Zaidi kijana kwa jina la Radha. Sasa mtazamaji, mara moja Radha aliweza kuja kufahamisha bodyguard wake mdogo wake ya kwamba na kweti tunafaa kwenda kufanya kazi fulani ambayo kilipenda huyu kijana akaweza kuja kupata kufanywa hapo kupatiwa hapa, lakini punde si punde yule bodyguard wake kijana kwa jina la Radha aliweza kuja kupiga mawasiliano akambuya kwamba na kuti kuna kijana kwa jina la Mahesh Babu na ambaye akaweza kuja kudunda upande wa New Delhi na akadunda hapa kuweza kuja kunitisha. Nataka sasa bila kumtumia kijanangu uweze kuja kuchukua magaidi wangu muweze kuja kudunda mahali ambapo Mahesh Babu aliyopo na mara moja muweze kuja kuhakikisha kwamba na kuti Mahesh Babu ataweza kuja kupata kuiaga dunia. Tafadhali. Kwa kutishwa na ambako Mukesh akatishwa, aliweza kuja kutuma magaidi wake waweze kuja kupata kumwangamiza nani? Kumwangamiza kijana wetu Mahesh Babu. Barabara kabisa. Haya, sasa mahali ambapo manzi wetu Shurti Hassan aliyopo. Shurti Hassan aliweza kuja kupiga mawasiliano na Vinela Kishore. Vinela Kishore akamfahamisha unajua ni yasaje. Vavara inataka tuoane. Ama kuna harusi na ambao kuna watu ambao wataweza kuja kupata kuoana. Na kwa hiyo sababu nataka tuweza kuja kududa arazi hizo. Nikubaie kwanza kahawa. Maza akafahamisha sikiza, mimi sitaki kahawa. Akafahamisha unajua ni yasaje Shurti Hassan. Wewe uko na miaka 25 na mimi niko na 38 na sinaga mtu tunaweza kuja kupendana. Haya, pale Kishore akaweza kuja kudanganya jamaa wetu Mahesh Babu ya kwamba na Shurti Hassan akaweza kuja kukubali sasa. Lakini kidogo hivi Mahesh Babu alipiga mawasiliano akaambiwa kal sham ko mere mazee kuna harusi ambayo inafanyika zaidi harusi ya beshte yangu. Naomba tuweze kuja kupata kudunda harusi hizo at least kwa hiyo harusi. Aya. Kishore akaona okay, mimi nakataliwa wewe nakubaliwa, si ndio? Kwanza kufahamisha okay. Mwanzo nataka tuweze kuja kuchomoka hapo. Mwanzo niliweza kuja kuniomba moyo mkunjufu at least niweze kuja kupata kudunda na wewe Mahesh Babu. Okay, nenda ukiwa na furaha. Nenda ukiwa na furaha shasha. Kumbe zile nyakati za siku mtazamaji. Maskini Mungu jamaa wetu Mahesh Babu aliweza kuja kupata kumchukua mwanzi wetu Shurti Hassan. Na mtazamaji ushike na ushike tena. Bado Mahesh Babu hajafahamisha Shurti Hassan kupenda abana. Yuamchukulia Shurti Hassan kama beshte yake shasha. Lakini punde si punde shasha. Zikiwa ni zile nyakati siku nyuma yao waliweza kuja kuona wale magaidi wake Mukesh Rishi. Magaidi wake Mukesh Rishi wako nyuma yao na kwanza wanamtaka jamaa wetu Mahesh Babu. Haya, sasa kidogo hivi walidunda kwa ile ukipenda harusi sasa. Lakini makosa ni kwamba na kutimtazamaji bado upande wa Rivasha. Jamaa wote kitazama nyuma anachikia kwamba na bado magaidi wanadunda. Ile kitu gekolemeni. Mazie tutamugoga karithi kogo Haya, sasa jamaa kutazama kuchikia kwamba na magaidi wanadunda. Akaulizaje manzi, Varai, iko wapi choo? Manzi nataka kwenda choo. At least nifahamisha mahali ambapo msalani paliopo. Akaambiwa okay. Utaenda hivi upige kona na kisha uteremke. Haya. Jamaa alichomoka. Sasa magaidi kuchikia kwamba na jamaa wetu yachomoka. Mara moja wakaamua kumfuata nani? Mahesh Babu. Barabara. Waliokuja kumfuata kijana wetu Mahesh Babu. Kufika hapa sasa mtazamaji wakamkosa Mahesh Babu. Ngoja. Cheki maneno. Angalia sura mambo ndugu brother wapenzi mtazamaji. Mwanzo kidogo hivyo kimtafuta. Jamaa tuliweza kuja kudunda akafika mahali na ambapo bodyguard wake Radha aliyopo. Akaambia bodyguard wake Radha sikiza. Tuko kwa harusi na mboni ya wenyewe. Na kwa hiyo sababu Vavara sitaki kuharibu harusi ya wenyewe. Nataka tufanye hivi. Tutafute mahali ambapo ni pazuri. Mahali ambapo huenda tutaweza kuja kupigania muda na wakati mwinginepo. Nini? Mazee lazima udedi. Mahesh Babu kamfahamisha tafadhali. Sitaki tuharibu reception ya wenyewe. Sitaki tuharibu harusi na mboni ya wenyewe. Manze, nataka tutafute mahali penginepo. Akaabua neo limo. Lazima mtu aweze kuja kupata kuyaga dunia. Na kisha unajua ni yasaje. Magaidi watachomoka nyanja zote shasha. Lakini kusema uweze kuja kumpepeta kijana wetu Mahesh Babu. Kusema uweze kuja kupata kumpepeta Mahesh Babu. Brother, hiyo ni kuwa na ndoto za mchana. Alimkamata Karudo. Ni ukanyita Karudo ogua. Na kisha kumfahamisha sikiza. Babangu, mamangu, dadangu, mimi, ndugu zangu, ndio nguvu na ambayo nilio nayo. Na maze kujaribu kubonga kuhusu familia yangu.
kujaribu kubonga kuhusu familia yangu, eti kuweza kuja kupata kufanyia familia yangu maovu. Hapo ndiko mahali ambapo mtaweza kuja kupata kujiroga. Ndio huyu Mahuria, jetagwa Mahuria, ndio kenda kwa Mahuria, Mahuria alihulio, cheki Mahuria, bingirisho kama santuri. Na goja, hakuna kuchafua harusi ya wenyewe. Chapishwa, watu kipita, nigonda wadeka adhuti. Nikutengeneza suti. Goja. Magaidi ni kweli wanadunda. Sasa jamaa wetu na hadi na Saidongi. Wewe na kuona na kwanza na kuona hadi na Saidongi kutazama aone Murata menu huyu ni rafiki jo. Kuja gifade hii kwanza nipate kuja kumalizana na wewe. Kamata Karudo na kisha kwenda kabisa. Kaa chini tulia, wacha nitulie. We jamaa tulia hapo na kisha na maana jamaa wetu Mahesh Babu. We Firifo. Oi kisha Firifo kwada gongo pause kama toa ndeke. Sisi ni mabeshi, ni mapozi. Ni mapozi tu. Haya na kisha na maana kwada kabisa Karudo na kisha kama nyuire tena yatia kwani walikunywa pombe mapema aje wakarara. Cheki jamaa wetu bado akacheki kaidi. Aka fuata nyuki kule asali gongo akapita kama kipepeo na kisha jamaa wetu akatamboroka shusha. Akaona wengine watatu. Haya. Na hapa kuna familia ambayo inadunda shasha. Sasa aligundua hawa kwanza ni kupita nao mbio. At least wale wakifika wapate kwamba na kweti hawa wote washaweza kuja kuonoka ndo. Cheki jamaa wetu Mahesh Babu. Kijana wetu Mahesh Babu shasha. Kijana wetu Mahesh Babu. Kwenda kabisa. Nyangao. Na kisha nikaratu guthodekaga. Unaona? Nikiatu nikuwa natengeneza. Mimi hata sijeguza mtu. We, Vavarai, all clear. We, kazi all clear kivipi? Akaambuka sikiza. Vavarai, kana kwamba ungaliweza kuja kucheza na mimi na kukosa kucheza na familia yangu, mimi singaliweza kuja kuchomoka nikiwa na ubaya na nyinyi. You made a mistake. Ulifanya makosa wakati ambapo kadai kubonga kuhusu na familia yangu. Na kuonyana na kufahamisha hivi. Sitaki kujua mahali ambapo magaidi watajomoka, lakini ukweli na hakika ni kwamba na kweti hiyo ni onyo tu. Sasa alirudi kwa manzi. Manzi kwa ni ulikuwa unakuni ya mkojoro. Umekaa sana kwa choo. Haya, sasa mara moja uliweza kuja kuchukuana. Atirisi wadune kwa yule manzi ambaye alikuwa yupata kuja kufanya harusi ni zenye hizia. Barabara. Na kisha na maana ili kama kawaida akufae kwa thikindia rafiki. Wakaweza kuja kupata kumba mtazamaji waweza kuja kupata kudunda zenye hizi. Zaidi mahali ambapo kama manzi kalikuaga wapate kuweza kuja kushirikia pamoja. Lakini jamaa wetu Mahesh Babu leo mtazamaji ni kama kawaida hauwezi ukatulia na manzi kwa muda wa siku 2 siku 3 hivi na sio dadako na ukose kufilia kwamba na kuti mapenzi yanakupata. Hai, kafi din baad mein kaise ho? Aya, kishi kidogo hivi kuna mama ambaye aliweza kuja kukungira kwa fahamishaje. We sisi tuliweza kuja kuadapt mtoto. Haya na kisha mama akafahamishaje huyu naye anajulikana kama vile Harsha. Eloni jina lake Mahesh Babu la sinema. Is साल का स्कूल में एडमिशन करना. Akulizo huyu mtoto ni wako, mama akamfahamisha mimi sina uwezo kupata mtoto. Na nikaweza kuja kupata kumadapt mtoto mmoja hapa. Lakini maza akafahamisha magari ya ligi. Jaribu tena. Maana kiwezi kusema kwamba na kusiwezi pata mtoto. Bado wewe ni mwanamke ambaye ni strong na kwa hiyo sababu unafaa kujaribu tena na tena na huenda kwa moja alimu yake Mwenyezi Mungu. At least ukaweza kuja kuchomoka ukiwa na ukipenda mtoto ambaye ataweza kuja kuchomoka akiwa ni mtoto wako hapa. Jaribu tena na tena. Sudha, chalo chalte. Haya, lakini mama alimfahamisha sikiza. Wakati ambapo kuna uwezo unafaa kuja kuadapt kitu ambacho unakipenda na zaidi mtu ambaye hana hali yake ya kawaida. Zaidi hana uwezo kuweza kuja kuchomoka akiwa mtu ambaye yuko na uwezo wake pale. Haya, we Vavareju unasema watu adapt watoto, wewe utaadapt wangapi? We, ati adapt mtoto. Mimi nitapata watoto 2 ama 3 ama huenda 4. पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें exactly. Na baada ya hapo kana kwamba nitakuwa na uwezo huenda nitaweza kuja kutafuta katoto na mbona nitaweza kuja kupata kukaadapta. Baadaye mtazamaji jamaa wetu Mahesh Babu anaweza kuja kupata kuchukua manzi design kama hiyo na kumpeleka moja kwa moja hadi kwao nyumbani. Lakini utakubali na mimi nikakufahamisha mtazamaji ya kwamba na kuti Mahesh Babu ameanza kumpenda manzi wetu Shuruti Hasana. Lenye tu nambaro ogopa kuweza kuja kufahamishana mtazamaji. Jamaa wetu anaogopa kuambia manzi na kupenda. Na manzi kama kawaida anaogopa kuambia jamaa wetu anampenda. Mwanzo huende jamaa ataweza kuja kupata kumbeba vibaya.
Haya. We, manze wewe ni hadi sama. तुम अच्छे हो. अच्छा Ndani ama nje? बहुत अच्छे हो. Manze confirmation Johnny Yasaji. Wewe ni mrembo ndani na wewe bado ni mrembo nje. Barabara. Kwa ufupi mtazamaji, hawa watu wanapendana vibaya tena zaidi ya. Lakini sasa makosa ni ya kwamba na kweti, kiwa wote wanaogopa kufahamishana ya kwamba na kweti, kuambiana ya kwamba na kweti wanapendana hapa. Niliwa kama kawaida mtazamaji, kwa movies za Kihindia, mahali popote na ambapo kuna mapenzi, kangoma katamu Charsila, Sapna Bala, Anfulla, Pamela. Jangan kurang ketahui kita Ciai walik kita simfoni Wenilah turut kegadi Jolik kita Menedung mundu dan padi Cari si Wonderful Amen China bola Pasti bola Okay. Tuweze kuja kupata kuchomoka tena ardhi nyizo mtazamaji, na moja kwa moja tuweze kuja kupata kudunda ardhi nyizi na tukuingilia upande wa Dendero shasha. Kuchile kijiji upande wa Dendero, mahali na tukaweza kuja kupata kwamba na kwetu kuna gaidi atambulikana kama vile ukipenda Sampadhi Raja. Kumbe licha kwamba na kwetu na kijiji wanalia design kama hiyo, Sampadhi Raja aliweza kuja kukata Abadan Katena na akakata kuweza kuja kupata kuchomoka kampani yake na iko ardhi nyizi ya kutengeneza pombea. नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? Na kumbe ile kampani ambayo unasikia mtazamaji na kutengeneza pombe ndio kampani ambayo imekuwa ikisababishia wanakijiji na zaidi kaweza kuja kupata kusababishia wanakijiji wengi tena zaidi ya wakapata kuja kuyaga dunia shasha. Sasa mara moja yule jamaa kujina na Rayana ambaye ni kama chifu chile kijiji aliweza kuja kupata kuduna kubonga bonga na mjinga kwa jina la Sampadhi Raja. Akamwambia tafadhali mazeni ambao uweze kuja kupata kuondoa hizi burungo, mwanzo zinaleta mambo ambayo ni mabaya. Lakini jamaa aliweza kuja kusema unajua ni yasaje dakwilo Vavara istaki mtu ambaye anabonga bonga kinyume na mambo ambayo anayataka. Na kisha hiyo mito ambayo mnasema ya kwamba nakutina kauka inakauka kuchomoka kwa zile chemical ambazo zinachomoka ndani ya kampani zangu. Nataka muweze kuja kunipa hayo mashamba yenu yote, na kila mmoja aweze kuja kupata kuchomoka ardhi hizi na kwenda kabisa. Sasa cheki mtazamaji, kama kawaida kwa chile kijiji cha Dendero, sasa watu huwa wanachomoka na huwa hawarudi. Sasa tena hapa kuna familia zingine na ambazo mtazamaji zimeamua kuja kupata kuchomoka ardhi hizi na kwenda kutafuta mahali ambapo huenda kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu wataweza kuja kupata lishe bora na kupata maisha ambayo ni mazuri. Bwana chifu aliweza kuja kujaribu kuomba yule mwenzeako jina na Rayana aliweza kuja kujaribu kuomba design kama hiyo, lakini wakakataa Abadan Katena mtazamaji. Na kisha hatimaye wakamoya kwamba na this time round wataweza kuja kuchomoka. Manzi tulikuwa 520 na sasa manzi naona kama tuko 518. Halo. Ole drona kugithia na mbele. Venye naona mambo yakielekea hapa, naona ya kwamba na kutipia kakaduka nitaweza kuja kupata kukafunga. Oye. Ni kwa mashida na mtazamaji yanafanyika na zaidi yanafanyika kwa hichi kijiji. Barabara. Haya, tuweza kuja kupata kuchomoka kwa hicho kijiji tena mtazamaji. Mwanzo kwa picha letu tunaenda na story mbili tofauti. Story yake gaidi kujina na Sampadhi Raja na zaidi jamaa wetu Mahesh babu hapa. Haya, tuweza kuja kurejea mahali ambapo manzi wetu Shurti Hassan aliyopo.
manzi kwa jina ya Shuruti Hasana. Kumbe wakati ambapo nasoma soma kwa People Daily ya siku hiyo mtazamaji, wakaweza kuja kupata kwamba na kweti Mahesh Babu ni muda na wakati ambapo Shuruti Hasana kaweza kuja kupata ya kwamba na kweti Mahesh Babu ni mwanawe Jagapathy Babu. Ni Jagapathy Babu ni multi-billionaire na ambaye huwaga anaishi upande wa Mumbai, India. Shasha cheki maneno na manzi kuweza kuja kupata ile ripoti mtazamaji, maskini Mungu manzi kuweza kuja kupata ile ripoti akashtuka vibaya tena zaidi na kumshtuka na mpaka kaweza kuja kumpata maskini wa Mungu manzi Shuruti Hasana, akaanza kumuignore, akaanza kujifanyia kwamba na kweti hamjui maskini wa Mungu jamaa wetu Mahesh Babu. Cheki wakidunda pale shuleni mtazamaji, kama kawaida manzi alikuwa yua bebo na Mahesh Babu this time round, hata kijambo rote kuhusiana na jamaa wetu Mahesh Babu. Swali ni je, kwani huyu naye Jagapathy Babu naye ni mtu wa aina gani? Shasha maana kimanzi kuweza kuja kupata tu ya kwamba na kutibu Jagapathy Babu, kupata kwamba na kutibu Jagapathy Babu ni babake ukipenda maskini wa Mungu Mahesh Babu aliyemoya kwamba na kutibu sasa hivi hata kistori zote kuhusiana na Mahesh Babu. Cheki jamaa kijaribu kupigia manzi mawasiliano, manzi kipigo mawasiliano design kama hiyo, amini usiamini anakata simu. Mwadhani imagine jaweza kuja kukorofishana na jambo lolote, hakuna lolote mbaya ambalo kaweza kuja kupata kuulizana, lakini kwa sasa hivi bado wazidi kufanyana maovu Mahesh Babu. Haya, sasa wakati mmoja aliweza kuja kutulia kumungoja maskini Mungu manzi Shuruti Hasana, akaweza kuja kumuulizaje manzi, alright, iko shida gani? Manzi akafahamisha niko fiti na hakuna kitu kibaya. Jamaa akamfahamisha I love you. I love you. I love you. Ati Jamal mfahamisha ndio nakupenda. Natingia wakati ambapo nikaweza kuja kukuona muda na wakati wa kwanza, ndio wakati ambapo sasa mambo ndani ya moyo wangu, ndani ya maisha yangu yaliweza kuja kupata kubadilika. Hakuna kitu kizuri ambacho kimekuwa kikifanyika ndani ya maisha yangu hadi wakati ambapo nikaweza kuja kukupata Shuruti Hasana. Kwanza wakati ambapo nikaweza kuja kukuona, naona ya kwamba na kutu mambo yangu yaenda vizuri tena salama wa salimini. Kila wakati nikikuona Shuruti Hasana, moyo wangu huwa unapiga konde. Na kwa ufupi nakupenda na nakupenda na roho yangu yote. Sijui kosa ambalo nikaweza kuja kukufanyia na hata sijui jambo ambalo likaweza kuja kufanyika hapa, lakini mazi nimfahamisha sikiza, kana kwamba ni kweli babako ni Jagapathy Babu, mimi na wewe hakuna wakati ambapo tutaweza kuja kuchomoka tukuwa bibi na bwana. Manake wewe hata ujui kwenu na yawashi yale iloko. Jamaa akasema nilisikiaga wakati mmoja ya kwamba na kweti babangu alikuwa ameweza kuja kuchomoka kwa kile kijiji upande wa Dedero. Akaambiwa ndio. Na sasa kana kwamba babako akaweza kuja kuchomoka upande wa Dedero, babako na babangu ni watu ambao wanachukiana kama maji na petroli. Babako kati moja alikuwa ni mwokozi wa kijiji, lakini one time akaweza kuja kupata kuumana vijana ambao kakaumana, na babako na babangu wakaweza kuja kuchomoka kwa kama maji na petroli. Babangu ni mmoja kujina na Rayana ambaye bado yajaribu kuweza kuja kupata kokole kijiji ambacho ni chetu. Na kwa muda ambao kaweza kuja kupita ugomvi ambao uko baina ya babako na babangu, siamini kwamba na kutuenda mimi na wewe tukaweza kuja kuchomoka tukiwa bibi na bwana. Na pale maskini Mungu manzi wetu Charu Shuruti Hasana jina lake original mtazamaji, akaweza kuja kupata kujipa miondoko. Ndipo sasa jamaa wetu walianza kuwaza ati Dedero. Sasa niulize huko ni mahali ambapo kumetedera ama huko ni wapi? Jamaa alianza kuwaza kijiuliza, je, kwani hicho kijiji ambacho kaweza kuja kukisikia ni kijiji cha aina gani? Shisha jamaa wetu Mahesh Babu barabara kabisa. Na kubenaye Jagapathy ukipenda Jagapathy Babu kapata kwamba na kweti kwa ile contract ambayo yule kijana kwa jina Radha alikuwa yataka kuweza kuja kuitekeleza. Kwa ile contract amini usiamini kampani yake kaweza kuja kupata ile contract. Akauliza, je, nani ambaye kaweza kuja kufanya kitu kama hicho? Kila mtu ambaye alikuwa yuko arazinyiza mtazamaji akadija kwamba na kuweza kuja kupata kushuhudia wala kujua mtu ambaye kaweza kuja kufanya jambo kama hilo. Mwadhani nani ambaye kaweza kuja kutekeleza kitu kama hicho? Unaona? Alianza kuuliza yule mmoja kwa jina la Jagapathy Babu, lakini kidogo hivi aliweza kuja kuduna mahali ambapo Harsha aliyopo. Akamwambia, sikiza, kuna kitu ambacho sio cha kawaida na ambacho kikafanyika, na najua ya kwamba na kutini mtu mmoja tu. Ni mtu mmoja tu ambaye anaweza kuja kufanya kitu kama hicho. Najua ya kwamba na kutini wewe Harsha. Wewe ndiye ambaye kapata kuja kuokolea babako. वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे. Yeah. Ni wewe ambaye kaweza kuja kupata kuokolea babako. Kijana wetu alidai ndio.
kijana wetu aliweza kuja kudai ndio तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैं गया na lenye tu ambalo linajalisha ya kwamba na kampani yako dadi ikaweza kuja kupata ni ile contractor. Akamwambia nilijua tu ya kwamba na mtoto wa Simba ni Simba. Mtoto wa mtu ambaye kuna pesa kama hizi lazima aweze kuja kuchomoka akiwa na pesa kama hizi. Ndio ya kwamba na mtazamaji Harsha, muda wako kuweza kuja kupata kufika kuweza kuja kuchukua kampani. Mara moja utaweza kuja kupata kuchukua hizo kampani. Enjoy, relax. Na kisha kabia kijana yake unajua ni yasaje? Kwa venye na bovu sasa kuweza kuja kupata kuniokolea. Relax, enjoy na kila kitu ambacho nakitaka. Mimi kama babako nitakupa. Ukitaka kwenda Kenya kutulia, nitakupa kile kitu ambacho nakitaka hapa. Disho alikugira mahali na ambapo Disho aliyopo. Ile ni jamaa ambaye nikakufahamisha Devi Prasad jina lake original. Akamwambia sikiza. Vavarai. Hakuna mtu ambaye anakujua kwa hii familia, ukaweza kuja kupata kulito kwa hii familia. Na kwa vile ambavyo nakuona, nikana kwamba kuna information ambayo najaribu kuweza kuja kupata kutupa. Zaidi information kuhusiana na babangu. Na huenda jambo baya likiweza kuja kupata kufanyika. Akiangai, mazee unajua ni yasaje. Tutaweza kuja kupata kuangalia na wewe Devi Prasad. Na jamaa wetu Mahesh Babu akaweza kuja kuchomoka. Wacha hivi. Kaidi kwa jina radha zaidi kijana yake yule Mokeshirishi aliweza kuja kupata ripoti kwa bana Koiti. Mahesh Babu akapata kuja kusaidia babake na this time round, akaweza kuja kupata ile contract. Wana very big mistake shasha. Kuweza kuja kupata ile ripoti mara moja mtazamaji, akaweza kuja kuambia bodyguard wake unajua ni yasaje. Kana kwamba ni yule kijana ambaye akaweza kuja kusababisha hivyo, anafaa kuweza kuja kupata kuona kando. Akaabua sikiza. Usifikirie kwamba na kuti mambo yameanza leo hii. Kijana aliweza kuja kuchomoka upande wa Mumbai, akakuingilia upande wa New Delhi, mahali ambapo babako aliyopo. Akaweza kuja kumuonya babako. Ate akaonya babangu, akaambiwa ndio. Aliweza kuja kupata kuonya babako na akaambia babako kijaribu kuweza kuja kupata kucheza na familia yao. Mara moja ataweza kuja kupata kuiaga dunia hapa. Na mtazamaji, wakati ambapo yule radha alikuwa yochomoka, kuna kitu ambacho kiliweza kuja kufanyika. Mtazamaji, nitaweza kuja kukuonyesha hivi karibuni. Mwanzo muda na wakati wenye huo, wakati ambapo radha yochomoka kwenda kumtafuta kijana wetu Mahesh Babu. Naye Mahesh Babu aliweza kuja kupata kuchukua baisikeli yake design kama hiyo, na moja kwa moja aweze kuja kuchomoka upande wa Mumbai India, aweze kuja kupata kuelekea Wanonwana hadi upande wa Dederu, zaidi kijiji ambacho yataka kuweza kuja kudunda, akiwa na imani ya kwamba na Koiti ndicho kijiji mahali ambapo kijana wetu Mahesh Babu akaweza kuja kupata kuzaliwa muda na wakati wa kwanza. Mdogo taratibu tena pozi kabisa. Kijana wetu Mahesh Babu akiwa na kabaisikeli kake design kama hiyo, yuachomoka kireke pale kwa bus station. Zaidi mahali ambapo atachukua turaga ambazo huwa zinaelekea upande wa Lemuru ikuje kimtupa pale upande wa Dederu. Okay barabara. Alisura mambo dugo baradha wa mtazamaji. Maana kijana wetu Mahesh Babu alizidi kutambaa. Na kutambaa design kama hiyo, akitaka kuja kuona kijiji mahali ambapo kazaliwa. Na wasikia kwamba na kitiko chile kijiji, wakaweza kuja kupata kuchomoka muda na wakati ambapo kijana wetu Mahesh Babu alikuwa bado yungali mtoto mdogo hapa. Alright. Kijana aliweza kuja kuchomoka design kama hiyo mtazamaji, na Wanonwana akaweza kuja kupata kuchukua zile turaga. Ilo hizi sasa mtazamaji ni turaga za kwenda Lemuru barabara. At least iweze kuja kupata kumpeleka Wanonwana hadi mahali ambapo sasa mtazamaji huenda ataweza kuja kupata ule mji ama katauni ka kijiji katambulikanako kama vile Dederu barabara kabisa. Na mtazamaji, tupelekana vizuri tena zaidi wakati ambapo jamaa wetu Mahesh Babu kaweza kuja kuchomoka design kama hiyo. Amini usiamini, na yule mjiga kwa jina la Harsha pamoja na magaidi wake design kama hiyo waliweza kuja kupata kuchukua miti shasha. Ni ile miti kaweza kuja kupata kududa mahali na ambapo turaga ilikuwaga. Cheki sorora mambo dogo brother wa mtazamaji. Maana kuweza kuja kupata kududa mahali na ambapo turaga ilikuwaga. Mara hiyo wakaweka mugiki. Na kisha hatimaye wakadundu pande wa ndani, lakini mtazamaji kuweza kuja kupata kududu pande wa ndani kinyume cha matarajio kila mmoja ambaye yuko ardhi. Hawakuchomoka na kijana wetu Harsha, mbali waliweza kuja kuchomoka na wanaume watatu, na wote kati ya wale wanaume amini usiamini walikuwa ni wanaripota hapa. Cheki
Angalia sura mambo ndugu brother wapenzi mtazamaji. Mwanzo kaliumanaji wakati ambapo yule Harsha alikuwa yochomoka aliweza kuja kupigiwa na uncle yake mawasiliano. Na kumbe uncle yake ni Sampadhraja na Bainigaidi upande wa Dederu. Akawaambia sikizeni, kuna wanaripota ambao wanachomoka kwa hichi kijiji wakiwa na information ambayo huenda itaweza kuja kusababisha kampani zangu za kutengeneza pombe ambao ni mbaya ziweze kuja kupata kufungwa mara moja. Shisha. Na kwa hiyo sababu naomba muweze kuja kupata kuona kando ni kitu na ruanaru sasa. Kumbe sasa tena wakati ambapo nafuata wale wajinga punde si punde ikawa na habari ya kwamba na kutimudana wakati wenye huo ni wakati ambapo tena tiraga mahali ambapo kijana wetu Maheshi Babu aliyopo ya pita ara zenyizi wakapata kwamba na kuti barabara ikafungwa. Shisha. Cheki mazee, unajua ni yasaje, nataka hiyo information yote ambayo mko nayo zaidi kuhusiana na uncle yangu. Leta biombio Nyang'au, leta biombio hizo information zote ambazo mlizonazo zaidi kuhusiana na familia yangu hapa. Lakini wakapo sikizeni, huenda kwa hiyo mtaweza kuja kutufanyia madhambi, lakini one day in order the other one kutaweza kuja kuchomoka mwingine na baya tatusaidia. Sasa jamaa watu walidunda akawaambia mnajua ni yasaje, we ondoeni gari nipite, mwanzo sisi ni kwenda tunaenda kwenda kabisa. Elewa sasa naye Harsha hamjui jamaa wetu nani Maheshi Babu. We toa sura hapo Nyang'au kwenda kabisa. Kidogo hivi gaidi moja alichungulia akamjua Maheshi Babu. Mwanzo anakumbuka venye ambavyo kapepetwa na Maheshi Babu. Akambiaje Harsha, dogo ndio yule mwenye napa tulikuwa tunaenda kumwangamiza amejileta hapa. Sasa tunaua watu wainde. Wacha Harsha hajisikia ya kwamba na kutu ndio mtu ambaye alikuwa anamtafuta. हमारी पिटाई से Ya jamaa ambaye tulikuwa tunafaa kwenda kumwangamiza wakati ambapo uncle yako kapiga mawasiliano. Haya. Si yako lile washo mgoda. Yani sasa wewe ndiye ambaye tulikuwa tunakutafuta ukajileta. Sasa jamaa aliuliza mnanitafutia nini? Niliweza kuja kudunda mahali ambapo babako alikuwaga. Nikamuonya na nikakumwambia aweze kuja kupata kukuonya. Tafadhali fanya hivi. Mimi sina ugomvi na nyinyi. Sina shughuli yoyote ambayo mnaifanya. Tunataka tu kuweza kuja kupita tuendelee kwa safari ambazo tunaenda. Nenda chomo hiyo gari niweze kuja kujipa mashughuli. गाड़ी छोड़ तुझे इस दुनिया से Akaambua pia wewe Vavara utaweza kuja kupata kuyaga dunia. Hata wewe lazima utaweza kuja kupata kudedi kwa makosa ambayo mkaweza kuja kuifanya. Guide akatumwa. Lakini kutuma ndio wanatuma ndio. Sikatai. Unagongwa, unabingirika kama Santori shesha. Atekana. Cheki, unagongwa ndugu brother wapenzi watazamaji. Mara hiyo unabingirika na kwanza unabingirika kama Santuri. Unagongeshwa mtazamaji na kurukoga kumenyesha. Mazi unatoka kavumbi. Jamaa wetu Maheshi Babu. Cheki, salale jamaa kwa jina la Maheshi Babu. Loloyo yai. Atekana. Jamaa wetu Maheshi Babu hapa. Jitu kwa jina la Maheshi Babu. Ndikupita na wale wajinga. Ndikupita na wale wajinga mtazamaji. Ai, nakupita na wao design kama hiyo. Siri Mandhudu sehemu ya kwanza. Akawa hapa beshini kwenye kipindi cha Mashamshama. Picha letu Siri Mandhudu sehemu ya kwanza. Akawa hapa beshini kwenye kipindi cha Mashamshama. Na kisha jamaa wetu Maheshi Babu. Kijana. Kijana ndakwiro. Cheki sasa mujika kujina Harsha eti niweze kuja kupata kujihoria. Unajihoria nani? Huyu jina lake Maheshi Babu. Na wasikia kwamba na kutikoga na hoja na nyinyi mazemuka guza mahali na ambapo huaga hapendi kuguswa. Cheki jamaa wetu Maheshi Babu anapitishwa design kama hiyo na kwanza anapitishwa na ukuto kwa Vavarai tole. Sasa wale magaidi wengine walianza kuambiana tuhepe. Mwanzo raka mateke gai na papriti yo mugari moshi ya gariwe mara moja. Akawaambia sikizeni, mimi wakati ambapo mkacheza na familia yetu ndio wakati ambapo mkaweza kuja kuningisha kwa story ambazo ni zenu. Kambali na munene reketo helie gari. Acha tuondoe gari. Wacha tuondoe gari. Sasa magaidi mbio waweza kuja kupata kondoa lile gari mbio.
zile gari mbio mbio, at least jamaa tuweze kuja kupata kupita. Wasikia kwamba naye jamaa tumeweza kuja kuwapea kwa maana kweti mara moja yua kuingilia upande wa Denderu aweze kuja kupata stori zote kuhusiana na chile kijiji. Lakini mtazamaji, ukitaka kujua venye navokataweza kuja kupata kuumana, ukitaka kuona venye navokataweza kuja kuumana, usikose kutazama sehemu ya pili ya kizanga chetu. Otherwise akuwabishi ni wako Mastudio DJ Star. Asanteni na karibuni tena Studio. Siri Mandhudu, dakika nizo mwisho. Akuwabishi ni wako Mastudio DJ Star original Wakanda barabara. अगले साल इसी त्योहार को मुझे नन्हा बच्चा चाहिए।